mwanzo ulikuwa ni mgumu sana kwa sababu wasanii tuliokuwa nao walikuwa ni wengi kiasi kwamba kila mtu kama tuliona tunavyojua alikuwa anatafuta nafasi. Kwa hiyo kama majaji tulikuwa tunakutana na changamoto nyingi. Lakini hatimaye tulipata wasanii 23 ambao tumekwenda nao mpaka hivi tunavyoingia kwenye finali. Lakini vile vile hapo katikati tulikuwa na training workshop ambao tuliona umuhimu wa kukaa nao hawa wasanii kwa sababu pamoja na changamoto mbalimbali tulizoziona, lakini tuliona umuhimu wa kukaa nao, kuwapa ABC kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri zaidi na kuturahisishia sisi kuweza kupata wasanii ambao tunawataka katika fani ya stand up comedy. Kuna mambo mbalimbali tutaangalia ambao kimsingi tuliongea nao katika workshop yetu tulioifanya. Tutaangalia uwasilishaji kwa ujumla wa hivyo vichekesho. Kama stand up comedy anawasilishaje kichekesho chake kwa hadhira. Tutaangalia kwa ujumla anavyowasilisha, uwasilishaji kwa ujumla. Tutaangalia pia story. Jinsi gani ameweza kutengeneza story yake kwa sababu si kila story ni kichekesho. Kwa hiyo tutaangalia pia story yake ameitengenezaje kuweza kuchekesha watu. Na vile vile tutaangalia jinsi gani ambavyo msanii ameweza kutumia labda movement kidogo, ameweza kutumia face expression, ameweza kutumia mikono na gestures mbalimbali. Tutaangalia vitu kama hivyo kuweza kujudge na kuweza kupata wale washindi ambao watafanikiwa kuingia katika hao watu wa 5 au 6. Nabandika nambani mtani na mademo 16. Kwenye mashindano nimepata namba 16. Na naamini wakati nao nitawatu wanawake 16. Sasa huyu anachokiongea nimeshagundua ni ugonjwa unaitwa entropical disorder for implicate methodization of infrastructural and other penal codes of ocean and body. Picha linaendelea la Wasakatonge na leo kama kawaida ni mchujo wa mwisho, na hawa ambao watapatikana hapa basi ndio wale ambao watafanikiwa kusimama kwenye jukwaa moja na wachekeshaji wakubwa kabisa Afrika, na lengo la kufanya hivi ni hiyo Wasakatonge wenyewe tuwapate wale watu ambao kweli wana uwezo na wamejiandaa katika kusakatonge. Hawa ambao unawaona hapa ndio hao washiriki ambao watapita kwa majaji kwenda kuonesha kile ambacho wanacho kwa mchujo huu wa mwisho. Atakayepita hapa ndo fresh. Ushindi wangu ni kati ya wanaoenda kupatikana washindi, mimi siwezi nikakosekana. Kiukweli nimejiandaa vizuri na ninaamini kwamba nitapita kwa kishindo. Walikuwa wanachekesha tu. Mtu anachekesha tu kana kwamba anachekesha tu kwamba hajui hata ile misingi ya kuchekesha. Akija tu pale mtu mwingine anamwambia, "Hebu chekesha lakini kwenye mfumo wa stand up comedy. Chekesha kwenye mtindo wa uchekeshaji wima." Unakuta mtu anakuja pale, "Mke wangu, na yote umetumwa." Wawe kuweza. Kitu ambacho tulichokuwa tukikihitaji sisi ni kuona yule mtu anaisimulia ile story, anaisimulia story vizuri, anazungumza na wale wateja wake, anaongea nao, kuna kitu hiki na hiki na hiki vimepitia hapa, watu tukacheka. Ndicho tunachohitaji sisi kuona. Lakini wako wengi walikuja wakapungua, kesho yake wakaja tena, mara nyingine wakaja tena, lakini mara ya mwisho walikuja kupata elimu kutoka kwetu. Ni kitu gani wanachotakiwa kukipata? Ni kitu gani wanatakiwa kukifanya baadaye? Tukawaeleza kwamba hatutaki mshiriki tu kwamba tunajua wale wote sisi ni washindi kwetu. Tunaamini hivyo, lakini kuna wenye kufanikiwa 5 ama 6 ndio wenye bahati. Lakini wote ni washindi. Sasa ili waondoke na faida katika Wasakatonge ndani ya Azam TV ni kuwafanya wapate kujua. Leo amekuja kwenye mchakato huu akacheza, akaigiza, akachekesha, akafanya nini, akafanya vurugu, lakini alichokichekesha sisi hatucheki. Kuna muda tunataka tumsaidie kwamba baadaye aje awe msanii mzuri mwenye kupendeza na kuvutia. Afanye nini ili awe msanii mzuri? Ndio sababu ya lile darasa tulilowapa.
nyingine. Sasa kitu ambacho kilikuwa kinanifurahisha sana pale ikiwa wakifanya maadhimisho pale uwanja wa Taifa kama sherehe za uhuru, kitu ambacho wananifanya mimi mpaka na kuwa nafurahi zaidi ni kwamba wanaongea kitu kimoja vitendo vingi. Kwa mfano anaweza kaongea neno chache alafu vitendo vingi. Kwa mfano basi pale anapokuwa kaongea sasa maneno machache vitendo vinakuwa vingi. Bana Bonsira. Yes sir. Kwa mwendo wa pole. Rudi nyuma. Tena. Mabuti yako unapiga hapa, ungetuangushia ile dude. Sasa nataka niwaambieni na waleteni somo moja ambalo linaitwa matendo control. Kuna watu wana matendo ya ajabu kwenye jamii. Sasa kuna matendo ambayo hatuwezi kuyacontrol na matendo ambayo tunaweza kuyacontrol. Matendo ambayo hatuwezi kuyacontrol ambayo ndio yanaitwa matendo yasiyo ya hiari. Lakini matendo ambayo tunaweza tukayacontrol ndio matendo ya hiari. Sasa ni matendo gani ambayo tunaweza tukayacontrol ambayo ni mabaya ambayo hayatakiwi kufanya? Sasa twende kibiolojia sasa. Kuna kitu kinaitwa exoneration of empirical formulation of other structures and oceans and botanic students and IC. Yaani hilo ni tatizo. Yaani hiyo manake mtu anakuwa anadharau. Kuna watu wanadharau, kuna watu wanadharau sana. Yaani mtu unaongea naye mpaka unatamani mwambie mwacha uende kwanza stationery ka print certificate umletee kwamba amefuzu, anadharau. Una story za kuchekesha. Ndio. Lakini wewe hutaki kuzionyesha kama zinachekesha. Tamba, ringa na hadithi yako sababu ndio unaijua. Na sometimes sasa hapo ushangae vitu unapokuwa uko peke yako. Isema uko peke yako umetulia. Hakiji. Peke yako hakiji. Lakini baadaye anakuja mtu ndo hicho hapo. Siku moja nakumbuka nilikuwa nimekaa nilipewa lift kwenye gari na rafiki yangu mmoja, nimekaa ndani ya gari niko peke yangu. Mara ghafla hapo mwenyewe rafiki yangu alipo lift ni mwanamke. Mara ghafla hicho hapo hivi. Akatoka nje. Nikasema basi nikitoe hakikutoka. Karudi tumeendelea na safari ndio kikaanza kusumbua. Hapo kuna pose, hapo nishapatia watu ambao wakuta wamevistiwa na hivyo vitu. Mara nyingi pose zao. Huwa mtu anataka unaongea naye anakuwa kama vile Mamudu anapokaga. Mambo vipi? Salama. Niongee kitu. Mimi nikuongea story ya kucheka. Kwa sababu ya vitu ukijisahau tukashusha mtu hicho. Sasa mimi nikavuta sielele akina Mamudu anapokaga mimi. Aliongesha ikuzi wewe mpole, kumbe ukiwa stage unachekesha hapo uchekesha ambia it's okay, mapenzi ya Mungu. Sasa ndugu yangu nikaja chafya. Stand up comedy kama tunavyojua unaongea moja kwa moja na watazamaji wako. Kwa hiyo na kitu kikubwa cha kuwashika watazamaji wako ni macho, eye contact, macho. Umaskini au utajiri unajieleza wenyewe. Kwa mfano ukiwa barabarani, watu ambao wanaendesha Mercedes Benz, Range Rover, wewe watu wanakuja pale kuwauzia wale machinga, wenyewe wanaonyesha kwamba huyu ni mtu fulani. Mtu mwenye Range Rover anakuta anapita pale, mtu anakuja na gazeti The Guardian, book, vitabu vinakuja, vitabu professional, the financial of investing, investigating and professional annualing. Anajua mtu ni investor, mtu ni mtu anafanya kazi kubwa, yuko bungeni, yuko wapi, ni mtu mkubwa, lakini mtu akija na kipaso chake pale, vitu vinavyokuja pale utajua tu tayengo kwa kustua inaanza kustua beti, vitu vinavyokuja pale magazeti ya udaku unajua tu kama kitu unaweza kuongea haraka kama hatuelewi hivi. Ndio, lakini una story nzuri. Ndio, sio hapo utakuwa umenielewa. Fanya kazi yangu kama ilionileta yani. Kwa hiyo ndio maana mambo yameenda fresh. Uhakika yani uhakika next round na kuona. Unajua bwana, hamna shughuli ngumu kama pale mjomba anapokuwa amekabidhiwa shughuli ile ya kupokea mahali.
Alafu mjomba mwenyewe huyo alikuwa muuza mitumba. Sasa tulitumwa timu ya washenga, tumeenda Arusha, tumepanda, hatuna hela kimsingi, tumepanda gari moja ya magazeti. Tumefika mpaka pale, tumemkuta sasa yule mjomba amekaa na mke wake hapo. Anapiga zake ndege. Tumefika pale tunamuulizaje? Mjomba, tumefika. Tunataka tujue mahali shingapi. Akatuambia mahali ni kama milioni 7 hivi. Tukamwambia mjomba, hela hatuna. Kaambia hela una, ndo nataka mke mzuri, unapata vipi wewe? Kwa nini mmebeba shingapi hapo? Tukamwambia tumebeba kama milioni 3. Milioni 3 ndo nataka mke mzuri. Hebu acheni masiala. Tukamwambia mjomba tusaidie. Sasa tukieni nikwambie. Leta hiyo milioni 3. Nakupa mdogo wake. Tukamwambia mjomba tusaidie. Hata wewe huwezi kupata mke mzuri na hela una, ndugu yangu bwana. Tukamwambia bwana hatuna hela ya kuongeza. Sasa tulia nikwambie. Akamwangalia mke wake. Akatuangalia, akamwangalia mke wake, akatuangalia. Sikia nikwambie, ili mimi nilizike na wewe ulizike kwa sababu zinataka mke. Nipe milioni 3. Nakupa mke wangu. Hapa kasho miwani yake kama daktari, tutaka tunamshangaa. Wewe unaongea na nani sasa? Wewe ulikuwa unaongea na nani? Ulikuwa na haraka ya kumaliza story. Story yako ni pale kwenye kubageni, ni Mchaga safi. Nashindwa kukubali kwamba unaweza kuja kuwa mchekeshaji kwa sababu kwanza una aibu. Una aibu sana. Vitu vipo ndugu yangu. Sasa ukifika mule kizimba mzee, unatingishika kidogo hivi. Piga vile vinayuka ndugu yangu. Ona vile yuka. Vinayuka kama vinarudi vinayuka. Yaani vinakuwa kama vinanyongonyea hivi. Wanawake wa kileo bwana. Wanawake wa kileo ni tofauti sana na wanawake wa kizamani. Kwa sababu wale mama zetu au bibi zetu ukimuita kwa mfano akamwambia mama naomba nikupige picha nataka niweke mtandaoni. Tena atakuja huko yaani huko basi tutasikia bwana Hussein basi nipige hiyo picha bwana. Maana umeshazoea nyewe nataka unirushe huko sio ndo akuone haya. Umemaliza? Unampiga, unaondoka zake. Dada zangu. Sasa ndo wanawake wa kileo. Naomba tena uwezo kumwambia njoo nikupige picha. Yeye ndio kashakuwa na simu kama utasikia tu Hussein naomba nipige basi picha. Anambia basi poa kiti cha hapo kani fanya nini? Nikupige picha. Hapo ndio atakapogundua kwamba kiti huwa kina matumizi mengine tofauti. Mama sasa alikuja kakaa. Yeye cha kwanza unamuona nakaa. Sasa unajiuliza hivi huwa kuna connection gani kati ya sura na huku? Yaani mtu lazima kwanza ajipinde. Basi unaambia basi hebu kaa vizuri. Mtu ndo kwanza anakufanyia nini? Kama zamani alikuwa mtu akichukuliwa mume wake au bwana wake, ataenda tamfuata huyo mama atamwambia mama fulani samani. Nimesikia unatoka na bwanangu. Naomba tuache kwa sababu mimi na familia tunalea watoto. Na mtoto mwenyewe ndo huyo baba sogea unamuona mwanae ndo huyo. Basi naomba umwachie nini? Mwanangu. Huyo mama anamwambia kweli bwana lakini nitaangalia namna kufanya nini? Ya kuweza kumwacha. Sikumtaka nitaka yeye basi nitaangalia utaratibu. Sasa dada zangu kachukua bwana wa mtu na kafuatwa kistaarabu. Sasa baada ya yeye achambwe yeye ndo anamchamba mwenzie. Sikumuita babu nimemuita mwenyewe kajipange. Yaani lazima ni lazima wewe huku aisee dada zangu jamani aisee ni shida sana. Lakini kuna kitu kingine kwa sisi ambao ni mababa tuna familia tuna watoto. Kuna aina mbili ya baba. Kuna baba ambao unasikia dingi kaja. Na kuna baba unasikia tu mshua yupo. Sasa kuna tofauti kati ya kuitwa mshua na kuna tofauti kati ya kuitwa dingi. Dingi sifa ya kwanza lazima uwe mkuda. Ndio watu umefika wanaangalia kipindi cha muziki, unalazimisha weke kipindi cha dini. Lakini huyu mshua ni baba ambaye hata mwanae amekuwa wa mwisho darasani, anamkuta kakaa. Utasikia kijana wangu shida nini baba? Baba nimefanya mtihani lakini nimekuwa wa mwisho. Utasikia pole kijana wangu. Unajua hii kuna mtihani kweli kuna lazima awepo wa kwanza na lazima awe wa mwisho. Najua unajisikia vibaya basi tutafanya hata weekend hii twende Dubai tukatembee au twende Serengeti tukaangalia wanyama. Sasa njoo na matokeo yako. Wewe umekuwa mwanafunzi wangapi? Wa 3 kwa huyu dingi. Anakutapaya sasa ndio unafurahi sio unajua umekuwa wa 3 tena. Vipi? Baba mimi niko wa 3 bwana.
huwa anaga ushirikiano na mtoto. Hata kama usirasikia. Sasa kama umekuwa watatu, wewe kwanza anasomea wapi? Darasani unasomea kwenye Mwembe? Si ungekuwa kwanza? Matokeo kawaida sana. Mimi umenifurahisha kitu kimoja. Kikubwa kwanza. Ndio. Ule muunganisho wa story ule, kutoka story kwenda story. Pale mimi nimefurahi. Sawa, asante. Siangalii tu kwamba kachekesha vipi, bali naangalia hata anabadilikaje kutoka hapa kuja huku. Kwenye vitendo wewe ambavyo ulikuwa unavifanya vile vya wale wadada wa siku hizi. Unajua ukiwa na kakitu na kichekesho chako kimsingi ndio kililala pale. Na hasa concentration kubwa ilikuwa kwenye nini? Ile ya pale. Lakini yani mimi nilitaka ifanyike zaidi. Yani kama kuna kaibu fulani mtoto wa kiume kwa mwoga kwa kidigisha unaweza kuomba namba sasa. Ukimtaka mwanamke kiukweli kwanza muangalie, kwanza mchunguze kazi. Wanawake wana tabia moja, akifanya kazi lazima azoee, na akizoea mtihani kwenye ndoa. Mnaweza mkao mmelala, sijui kazi anaifanya, usiku nao anashangaa mwenzao anaota mambo ya kazini. Utakio nikuletee kinywaji gani? Ujue mwa mhudumu. Kweli lazima niongee vitu vilivyo. Mimi mpaka naongea haya yamenisibu. Maana mimi nimeoa mwanamke wa kwanza ni kwa sijui kazi anaifanya. Usiku tukiwa yule mwanamke mambo ya kazini ajirudia anaota. Anaweza nikuletee ugali au wali. Kumbe ni roho mtu wa kantini. Nikaamua kumwacha. Nikaoa mke wa pili, basi sio kila ukicha mashuka anachanika. Usiku tukawa yuko busy hapa. Na kuja kumuuliza sio ndio nilikuwa naota na shona, kumbe ni roho fundi cherehani. Nikaamua kumpiga chini. Ndio kidogo sasa hivi watatu nimejitahidi, nimeenda Twanga Pepeta pale nikachukua mcheza show. Sasa huyo mcheza show usiku tukiwa naye anaota uko sejini anakatika, na mimi naunganisha juu kwa juu tunaota wote. Sasa hivi tuna watoto wawili faida. Kwa hiyo unapotaka kuoa ndugu zangu, yani jitahidi kuwa mwangalifu, kwa sababu maisha haya, na ukiangalia ndio hivyo, wengine mjini tumezaliwa kwa makusudi, tunaishi kwa lazima mjini, kwetu shamba kwa wakwe zetu. Mimi kwa sijioni kama kazi jamani, kusema ukweli. Hadi uchekeshaji kwenye interview. Huko kupima na imani. Nakuta mdada mzuri kapendeza sawa, lakini mwili mzima yani kavaa vyuma. Yani hapa nakuta ametoboa kaweka mlungu huo wa chuma. Kwenye ulimi napo katoboa kaweka mlungu huo wa chuma. Tena shangaa hapa nakulaje, Hapa napo katoboa kaweka dude huo wa chuma. Yani kwenye masikio humu na penyewe kavaa mieleni hiyo kama ringi za baskeli ya chuma. Kwenye shingo hapa katia nyororo hiyo mpaka hapa la chuma. Humu kavaa minyororo karibia 10 ya chuma. Kwenye vidole kwenye mikono kavaa napo mibangili hiyo ya chuma kama nani tairi za gari. Kwenye vidole hivi napo kaweka mipete mikubwa yani ya chuma. Kuna shangaa kwani nini hiki? Miguuni na penyewe kavaa minyororo, yani ukimwangalia ni kama mtumwa, hata kutembea yani ni shida. Yani kiasi kwamba hata hana ni anadondoka chini, anatoa mlio wa masufuria. Na jambo moja nyeti sana nataka niwaambieni. Lakini kabla sijaendelea, hebu tuangalie hili neno nyeti lina maana gani. Katika pita zangu juzi nilisoma magazeti nikakuta habari imeandikwa mtoto anyofolewa nyeti na kutupwa vichakani. Nilipoangalia ile habari picha ilikuwa imezibwa eneo hili. Watu wanyama kweli. Ikanijuzu niende kanisani kwa ajili ya kumwombea yule mtoto. Wakati nifika kanisani kumwombea mtoto, mchungaji akasema waumini naomba msiondoke leo, tutakuwa na ibada nyeti. Nikarejea nyuma nikamuita muumini mmoja, kumuuliza bana vipi? Ile nyeti imeletwa huko? Akaniambia hapana, hii ni ibada. Basi nikaondoka nikawaacha na ibada yao nyeti, nikaondoka. Nyeti ni nini? Nyeti ni nini? Nyeti ni nini? Ikabidi niende mpaka nyumbani. Nimefika nyumbani nakuta babu na wazee wamekaa kilinge. Kabita babu. Anko akanifuata. Kiumbe, njoo hapa. Unanisikia Kiumbe? Pale tuna jambo nyeti sana tunalizungumza. Sitaki usumbufu. Toka hapa. Ikanibidi niondoke. Nyeti ni nini? Kwa kurelax ikabidi nifungue tu TV kwa ajili ya kuangalia. Nafungua hivi nakutana na breaking news. Waziri wa maliasili na utalii ameondoka nchini asubuhi ya leo.
wizara ya maliasili na utalii ni wizara nyeti sana katika taifa. Mama! Kumbe kuna waziri wa nyeti. Hii nyeti sasa imekuwa shida. Sasa bado naangalia bro akaingia nikamwambia kaka, samahani naomba nisaidie. Nyeti ni nini? Maana ya nyeti. Akaniambia nyeti ni kitu cha siri sana. Nikamwambia sawa. Sasa kumbe nyeti ni kitu cha siri. Nikaanza kulileti sasa. Mtoto kanyofolewa nyeti, maana nyofolewa sehemu za siri, ni sawa. Kanisani wana ibada nyeti, na maana wana ibada ya siri, ni sawa. Nyumbani walikuwa na mazungumzo nyeti, na maana walikuwa na mazungumzo ya siri, ni sawa. Hata wizara ya utalii pia ni wizara ya siri, ni sawa. Sasa the speaking of successful, tunasema kwamba Mr. Cheche ana siri nzito ya mafanikio, ni sawa. Lakini sahihi zaidi tunatakiwa tuseme Mr. Cheche ana nyeti nzito ya mafanikio. Shamaliza bwana. Yes boss. Wewe utakuwa una nyeti kubwa kichwani mwako. Una nyeti? Nyeti ipo kubwa tu Kubwa Wewe bwana. Ipo kichwani iko wapi? Naam. Nyeti zako umeka. Nyeti? Ziko sehemu yote tu. Unaweza kujihifadhi. Sasa kwenye mfuko? Hata simu unaweza ukachukua kisema wewe ngoja niweke sehemu nyeti. Sehemu nyeti anaweka tu. Ana minyeti huyo. Ana minyeti. Wewe unaona hivyo chezea nyeti? Usicheze na nyeti. Karibu. Naona makamera hapa wapiga picha. Unajua mpiga picha na kameramani watu wanawafananishaga ni watu tofauti. Unajua mpiga picha anakaa hivi. Alafu anapiga picha. Lakini kameramani alafu anakauliza action. Unaona utofauti wake hapo Umeelewa utofauti wake? Na utofauti huu upo hata kwa wanyama. Paka wa Masaki uwezo kumfananisha na paka wa Tandale. Paka Masaki hivi unamletea maziwa. No. Ukimletea maziwa pale yes. Anajua. Ukimletea kuku anakataa, nani anakataa, lakini sasa paka wa Tandale. Paka ukimletea Big D anakula, Kisamvu anakula, paka anakunywa jaza mkola. Hadi ya Zamuineji. Sasa unajiuliza paka huyu ya Zamuineji itamsaidia nini? Ndio nakwambia kuna utofauti. Na utofauti huu sio kwa wanyama tu, hata makocha. Unajua kocha wa Ulaya uwezo kumfanisha na kocha huko wa Tanzania. Unajua kocha wa Ulaya anakuwa pila unaendelea kuna Cristiano okay. Yes. Maana wao wachezaji wameshinda. Yes. Huyo. Tulie kwenye nani wanakula Big G. Sasa rudi Tanzania sasa. Ndio maana kuna utofauti, rudi Tanzania sasa. Msumba, pia kifupi. Mtelape. Unakosaje goli Msumba? Unakosaje goli pale? Aya! Hii mechi tunaidiwa, tutapewa laki mbili. Kodi nitalia na mimi. Akati pale nakunywa soda na ndo daktari mwingine akaja akaniuliza akasema, "Asante sana, umechangia damu imeokoa maisha ya watu wengine. Je, una swali la kutuuliza?" Nikajifikiria nikasema, "Ndio, daktari, na swali la kuwauliza." Nikamwambia daktari, "Tabia ya mtu sipo ndani ya damu." Daktari akanijibu, "Inavyosemekana kuwa ni kweli tabia ya mtu ipo ndani ya damu." Nikasema, "Kama tabia ya mtu ipo ndani ya damu, mimi na tabia ya uongeaji sana. Kwa hiyo damu ambayo nimechangia hapa, naomba akaongezewe bubu. Na mimi naye ataongea." Kwa baada hapo tu daktari akashika tu na butwa. Nikaenda zangu. Sasa wakati naondoka sasa natoka nje nikakutana na mama mmoja mjamzito tukasalimiana. Jamani kaka habari nini? Sasa hivi wale mama mjamzito nikakumbuka miaka mingi iliyopita wakati nilipo form 4 kwenye geography hapo NECTA. Tumeambiwa ni vitu gani vinasababisha mmomonyoko wa ardhi. Mimi nikasema kina mama wajawazito. Sasa katika maelezo ndo nikasema jamani wakishashika ujauzito wanaanza kula udongo. Sasa wanapokula udongo unatusababishia korongo, mifereji nini. Na kula udongo ukiwa na mimba ndio maana watoto wanazaliwa wanapenda matope. Mtoto akizaliwa anaanza kufikiria tope liko wapi aende. Alipata ajali. Alikuwa anajifunza kupanda miti kwenye mti wa mti. Wanasemaga ladies first. Kama ladies first basi watangulia kupanda. Na kiyote dunia nzima mpiga wanaume. Mimi nabadilika na kuwa mwanaume kwanza. Si ladies first wanaume kapenda wanawake wasiondoka wote kama kibidu mitupu. Haiji mtu saluni. Na dunia ndio imefikia mwisho. Kwa kawaida Waswahili wanasema
Mwanamke hata awe mbabe vipi hawezi kutembea kifua wazi, na dunia imevaa sketi, ukizunguluka unabaki wazi. Unajua kuna baadhi ya wanaume wamekuwa na midomo mizito kama matairi ya pantoni wakati wa kutongoza. Unakuta mtu amempenda mtu, baada amweleze one by one, unakuta anazunguruka tu kama ng'ombe alokula ugoro. Ndio nakuta sasa anaanza kuuliza vimaswali kama mwanafunzi wa chuo. Hivi Mwanaisha, lile shamba lenu la maziwa mmemaliza kulivuna lote? Na lile shamba lenu lile mnalopandaga ivori na biskuti mwaka huu mtalilima? Kutongoza kuna protocol, kuna misingi zake. Kwanza shaiti mwanaume ulegeze sauti wakati wa kutongoza. Kwa mfano, hai mambo jamani, umependeza na hiyo dela ulovaa. Hakika umeliazima hili, maana halija kutosha hata kidogo. Kidogo mwanamke anashaushika. Unajua maisha yangekuwa na rudi nyuma kama mkanda video. Yaani mimi ningerudisha nyuma mpaka tumboni. Remote natupa nikitoka nasoma. Elimu ukubwani kazi, kwa sababu tatizo elimu ukubwani umeacha wazazi unasoma kwa hela yako. Umekaa mwenyewe unajifunza pale what is physics. Physics is a branch of science. Unasikia message ngende. Unajua labda Sakatonge imeshinda. Unakuta message ya mwenye nyumba anakuambia kodi yangu vipi. Pale somo linakatika pale. Ndio mwanzo kupigana na walimu. Na inategemea unapigwa. Kwa sababu kwanza kupigwa sio tatizo. Tatizo unapigwa na nani? Kwenye kuchekesha unapajua, ulivyokuwa unasimulia unapajua, lakini kwa naona kama una beep. Yaani kama una beep. Yaani kama unatuachia malizieni. Nilipata bahati ya kwenda India, nikasema ngoja nitembelee mbuga za wanyama. Sasa ile mbuga ninayotembelea mimi kumbe ina chatu wawili. Kuna chatu jike na chatu dume. Chatu jike mimi akanikamata. Ni yake nini? Anivunje mbavu. Sasa katika kutakunivunja mbavu wakati na kukuruka kutaka kujiokoa, chatu dume likafikiri mimi labda nataka kumbaka yule chatu jike, naye likawa linajiandaa kutaka kunlukia. Nikaona mama yangu nimekwisha. Sina kisu, sina bunduki, nitajiokoa vipi? Hapa nijiongeze. Ikabidi pale kwa sababu nikachukulia hawa chatu wa Kihindi. Basi Kihindi nakijua. Ngoja niangushe songi, nikaliangusha songi. Jabu merikeni tu saram, tu meri saram, tu semotike. Janega. Baada ya mchuano kuwa mkali zaidi, majaji iliwalazimu kwenda raundi ya pili pasipokuwa na comment yoyote. Ili kujua nani kapenya, nani katoka, usikose kufuatilia Wasakatonge kipindi kijacho. Kuna ambao walioweza kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Alafu kuna wale ambao walifanya vizuri siku zile. Lakini wamekuja wakawa na pressure, sasa sijui ni darasa limewafanya washuke ama imekuwaje.